Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, ninakukaribisha katika kipindi cha tafakari na kukusalimu tena katika jina la Yesu Kristo ambaye ametupa siku mpya. Tafakari yetu ya leo iko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 11 kuanzia mstari wa 38. Biblia inasema, basi Yesu hali akiugua bali Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Haya ni maneno ambayo aliyasema Yesu wakati wa kifo cha Lazaro. Kuna kitu tunakwenda kukiangalia leo katika tafakari yetu. Ni namna gani ambavyo mwanadamu anaweza akamfanya ama akaruhusu Yesu Kristo akafanya jambo kwenye maisha yake. Tunaishi katika ulimwengu uliojaa dhuluma na kila aina ya uharibifu, ambao kwa sura nyingine mtu naweza ukasema hutamani kuishi kwenye ulimwengu huu. Unatamani utoke ukatafute ulimwengu mwingine ukaishi huko kabla hujaondoka duniani, lakini hakuna ulimwengu mwingine isipokuwa huu. Na huu ndio ulimwengu unaotupa sisi kujifunza na kutengeneza maisha ya kwenda kuishi kwenye ulimwengu wa Mungu sasa baada ya kutoka duniani. Ulimwengu tunaoishi ni shule ambayo kuhitimu kwetu ni kuondoka duniani, kifo, ndipo tunakwenda katika ulimwengu mwingine. Tunaona jinsi gani ambavyo Yesu la kwanza alikuwa anaugua nafsini mwake. La pili, yani aliugua kupitia kifo cha Lazaro. Lakini la pili, Yesu akatoa agizo, kizuizi kilichokuwa kimewekwa mahali ambapo mwili wa Lazaro ulikuwepo. Yesu inaonekana alikuwa na mamlaka na kizuizi hicho. Lakini la tatu, tunaona Yesu akiwa anaonyesha uweza na mamlaka wa kiutendaji uliovuka mipaka ya ulimwengu tunaoishi. Na hii sasa inatufundisha ya kwamba tunaposema habari za imani, imani ni kitu kilichovuka mipaka ya ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo siwezi kumruhusu Yesu akafanya kazi ndani yangu. Lazima nivuke mipaka ya ulimwengu wa damu na nyama ninaoishi. Kwa maana nitauvuka katika ufahamu, kufikiri na akili, ili kuweza kuruhusu sasa mambo yanayotendeka kwenye ulimwengu huo mwingine tunaosema yaweze kutendeka kwangu hapa. Maana ulimwengu huo wa Mungu Baba ni ulimwengu unaovuka mipaka yote, unapenya kila mahali. Ukienda kwenye ulimwengu wa kuzimu unapenya unaenda huko. Ukienda kwenye ulimwengu wa hapa duniani unapenya unaenda huko. Ndio maana Yesu ana access ya kuvuka kwenda paka kuzimu na akatoka. Wewe ukienda kuzimu unabakia, kwa sababu muda wako wa kuishi duniani unakuwa umeisha.
Kwa hiyo naenda kule kwa sababu muda wako umefikia. Wachana na kule kuzimu anakoendaga wa mafrimason yao na waabudu shetani. Sasa tunaona kwamba uweza wake Kristo Yesu umevuka mipaka ya kuweza kufanya vitu ambavyo vikamwezesha mtu mwenye imani akaishi katika ulimwengu huu wa damu na nyama kama vile yuko kwenye ulimwengu ule wa baadaye. Kwa maana yake tunaweza tukaishi mbinguni tukingali hapa duniani. Sisemi kuishi mbinguni kwa sababu nitakuwa nalalia pesa hapo. Kuishi mbinguni kungali duniani kutokana na ule uweza na ile mamlaka ya kimungu yenye uwezo wa kutenda kazi katika maisha yetu. Kwa hiyo tunaona kwamba Lazaro alikuwa amekufa. Kwa hiyo alikuwa ameshaondoka kwenye mamlaka ya ulimwengu huu wa walio hai. Lakini tunaona uweza wa Kristo Yesu uliovuka mipaka ulienda kufanya kitu, na ili ufanye kazi ilitakiwa kuwe na mtu atakaye amini. Ndio maana Yesu akamwambia, jamani, sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Kwa sababu katika huo ulimwengu wa Mungu ndiko kuliko na utukufu wake. Kwa hiyo mimi ninapoishi kwenye ulimwengu wa walio hai na nikawa na utukufu wa Mungu, yani nikaamini na nikabeba utukufu wa Mungu, udhihirisho wa Mungu unakuwa wazi katika ulimwengu huo walio hai. Na Mungu anategemea sisi ambao tulio kanisa la Kristo kuudhihirisha utukufu huo unaokaa ndani yetu katika ulimwengu huu wa damu na nyama. Musa alihojiana akasema ya kwamba wewe umesema nimepata kibali kwako. Anahojiana na Mungu. Umesema nimepata kibali kwako. Ukasema ya kwamba umenipa neema. Sasa kwa nini haya yote yanatukuta? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini yanatukuta? Kwa sababu ni mambo ambayo yalikuwa yako nje ya ule utukufu wake Mungu. Anasema kwenye Kutoka 33 mstari wa 12, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe huku nijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kujua. Hizo njia ndio hizi ninazosema, zilizobeba uweza na mamlaka yake Kristo Yesu. Hizo ndio njia ambazo Musa alitaka aweze kuonyeshwa ili apate kumjua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Mungu akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Sasa haya ni maneno ambayo Mungu alisema, na alisema naye Musa kumdhihirishia ya kwamba niko pamoja nawe na nitakwenda pamoja nawe. Sasa sisi katika tafakari yetu ya leo tunataka tuangalie Mungu ana neno gani katika maisha yangu ya kuishi nalo, ili katika hilo niwe na tumaini la kuenda mbele na si kuishi kwenye kukata tamaa. Lakini ukiangalia leo unakuta tunakiri wokovu, lakini mioyo yetu imekata tamaa, mioyo yetu imevunjika, mioyo yetu imepoteza tumaini, mioyo yetu haina imani, mioyo yetu haijui inamwamini nani, pamoja na kwamba inamkiri Kristo. Sasa hapa kuna mahali hapajakaa vizuri, ambapo anatakiwa patengenezwe pakae vizuri. Hiyo ndio hali alikuwa nayo Musa, na ndio maana akaingia kwenye mahojiano. Sasa tafakari yetu ya leo na inipe mimi kutambua moyo wangu uko wapi? Niko wapi mimi? Nijitafute niko wapi? Isho sio kusema nimeokoka na sali kanisa fulani na abudu siyo fulani mahali fulani, siju fulani ndio mchungaji wangu. Hivyo havikusaidii. Kitakacho kusaidia ni wewe mwenyewe ama mimi mwenyewe kuhakikisha ya kwamba nimeruhusu. Yesu anasema wazi wazi pale, anasema mimi sikukwambia wewe? Si nilikwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu?
Ukitembelea imani ya mtu mwingine uwezi kuona utukufu wa Mungu, kwa sababu hautadhihirika kwako na hautakaa na wewe. Ukitembea kwa sababu baba yako wa kiroho ni fulani, kwa hiyo kafikiri kwamba wewe uko salama, niko hapa kukuambia haujakuwa salama bado, mpaka utakapokuwa wewe ndio umekaa katika utukufu huu. Yeye ambaye anayekuongoza yuko kwenye utukufu huu, na anaposimama na kukufundisha na kuyaona yale yote yanayotendeka kupitia yeye, ni kwa kusudi la kukuingiza wewe kwenye utukufu huu. Sasa wewe ukikaa katika kulemaa kwa sababu uko chini ya fulani, uko na baba fulani, uko na mtumishi fulani, niko kanisa fulani, sijui mimi ni nani, hayo yote yatatufikisha mahali ambapo pa kushindwa kuuona utukufu wa Mungu ambaye Yesu Kristo anasema hapa katika kitabu cha Yohana ambaye tumetoka kukisoma ama tumekuwa tukiangalia. Sasa tafakari yangu ama tafakari yetu sisi ya kwenda kutafakari, mimi nimeona nahitaji kwenda kutafakari, la kwanza kujua niko wapi. Maana Lazaro alikuwa tayari kwa kaburini, alikuwa siku 4 kaburini, jiwe limewekwa hapo juu na alikuwa ameanza kunuka kulingana na walivyoeleza. Mimi niko wapi kwanza? Na kizuizi kikaonekana kwamba isifunguliwe lile jiwe kwa sababu huyu ananuka sasa. Je, niko wapi? Maisha yangu yako wapi? Mwenendo wangu unazungumza nini? Je, niko mahali ambapo likifunguliwa ama likifunuliwa yale yaliyoko ndani yangu, aibu yangu ni kubwa? Wako watu wanaishi katika wokovu, lakini wamebeba aibu kubwa, ni kwamba bado imesitirika ndani yao, haijafunuliwa, haijafichuliwa. Sasa maisha yangu mimi, tafakari yangu ya kwanza niliyojiona mimi nahitaji kufanya ni kujitafuta. Niko wapi? Ya pili, nianze kutafakari, je, namwamini Mungu? La tatu, nimesharuhusu uweza wake kutenda kazi katika maisha yangu? Kama la, baada ya kujitambua mahali niliko kwamba maisha yangu ndio haya, mimi ndio huyu, sasa nianze upya kuamini kwake Kristo kwamba anaweza kuniondoa katika uharibifu huo, ili la tatu ndio liweze kufanya kazi kuniwezesha mimi kukaa kwenye utukufu wake. Hayo ni tafakari na maombi. Kila tafakari inabeba maombi yake. Kwa hiyo tafakari yetu ya leo imebeba mambo matatu. Kila mmoja akae kwa jinsi yake, ukajitafakari uko kazini kwako, kwenye biashara yako, nyumbani kwako, uko jikoni, popote ulipo. Jitafakari tu, kwa sababu inakuhusu wewe mwenyewe ndani. Alafu na kuomba, naomba wewe mwenyewe. Kutengeneza, unatengeneza wewe mwenyewe. Kuamini, unaamini wewe, unatoa ukiri wako mwenyewe ukimwambia Bwana katika maombi. Na maombi unaomba ukitembea, ukifanya kazi zako zozote. Sio lazima ukajifungie ndani useme nakaa siku 7. Unatembea, kinachojalisha ni ndani ya moyo wako umeamua nini. Sasa hii ndio tafakari yetu ya leo, na Mungu atubariki sote. Bwana Yesu tusaidie, tuwezeshe kupitia Roho yako Mtakatifu kuyatimiza haya siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen.